Karibu kwa kituo ambacho kinatoa siri zote haswa katika serikali ya Tanzania na kile kinachoendelea sasa hivi. Kituo hiki cha Tanzania ITV huwa tuna hakiki yote kabla ya kufahamisha watazamaji wapendwa. Hujambo, lakini kabla ya taarifa hizi nzito, na kuomba uchukue sekunde moja uponyeze batoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like. Karibu. Kuna siri nzito ambayo tunaenda kufichua. Naomba tu kaweze kunifuatilia ili ni kuoneshe vile mambo yalivyo, hata kama tunabeberusha matangazo haya kutoka Mbeya. Rais wetu hapa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kuna ishara za kutosha kwamba amemfukuza makamu wake wa rais Emmanuel Nchimbi serikalini. Siri hii nzito naenda kuifichua kwenu, na nyinyi mtaona hakika viongozi hawa wawili hawapo pamoja. Tuanzie upande wa kuonyesha ishara ya kwanza kwamba Suluhu haendani pamoja na Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wake wa rais katika serikali ambayo iliundwa tarehe 29 Oktoba mwaka jana, ambayo sio halali. Jambo la kwanza ambalo linajitokeza ni wazi kwamba Kikwete Jakaya aliyekuwa rais wa Tanzania ambaye sasa hivi ni mstaafu, anafungua miradi mingi ya serikali, wala sio Emmanuel Nchimbi. Hii ni ishara ya kwanza kwamba Samia Suluhu hamtaki, na tayari Waswahili walisema ya kwamba akufukuzaye hakuambii toka, ila tu anakuonyesha kwa vitendo. Ndio maana anamtumia Jakaya Mrisho Kikwete kufungua miradi ya maendeleo, jambo ambalo ni kinyume na sheria kwa sababu yeye ni rais mstaafu, badala ya Emmanuel Nchimbi kutumwa Zanzibar kufungua miradi ya maendeleo. Ni kuonyeshe example, Jakaya Mrisho Kikwete alizindua jengo la afisi ya uhamiaji na makazi ya askari lililopo wilayani Micheweni, mkoa wa Kaskazini Pemba, ikiwa ni sehemu ya sherehe za maadhimisho ya sherehe za miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Na wakati huo Jakaya Mrisho Kikwete aliandamana pamoja na waziri wa mambo ya ndani na nje ambaye anaitwa George Simbachawene na Jenerali Ann Makakala na waziri mkuu Mwigulu Nchemba alikuwa pamoja naye. Kwa hivyo ishara ya kwanza kwamba Samia amefukuza makamu wake Nchimbi serikalini ni kutomtumia kufungua miradi ya maendeleo, na anatumia Jakaya Mrisho Kikwete. Ishara ya pili ni vita vya kidini. Emmanuel Nchimbi ni Mkatholiki, Samia Suluhu Hassan ni Muislamu. Kuna vita vya kidini. Hivi majuzi tuliona mmoja wa Waislamu akitishia kwamba tukianza kuona maandamano tutakatana vichwa. Huyo jamaa hakuchukuliwa hatua yoyote. Lakini wakati hao ni Waislamu walikuwa wanasema, lakini wakati tuliona askofu mkuu mkoani Dar es Salaam
Jude Thaddeus Ruwaichi na katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Padri Charles Kitima wanapozungumza na kuikosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan, tuliona watu wakilipwa kujifanya wao ni Wakatholiki kuandamana kulaani viongozi hao kwamba wanaendesha siasa kanisani. Tuliwaona hao watu ambao waliweza kulipwa kujifanya Wakatholiki hata wakati walikuwa wanazungumzia vyombo vya habari. Hawajui misa, ibada za Katholiki vile zinaendeshwa. Hawaelewi nyimbo zetu sisi Wakatholiki ni zipi, ila tu walienda pale na wengine ni wafuasi wa Samia Suluhu Hassan ama wafuasi wa chama tawala CCM, ukipenda Chama cha Mapinduzi. Ndio maana Samia hamtumii sana Emmanuel Nchimbi kwa sababu ya vita vya kidini. Jambo la tatu, kuna fununu kwamba Emmanuel Nchimbi anamezea mate kiti cha urais. Sasa hawawezi kwenda pamoja na rais wa sasa Samia Suluhu Hassan kwa sababu anaenda kumkata miguu kwa uongozi. Ndio maana hamtumii sana, ila tu Emmanuel Nchimbi hajaonyesha wazi peupe kwa Watanzania sisi ili tukaweze kuelewa ni kipi ambacho kinaendelea. Lakini karne hii ambayo tupo sasa hivi, mwenye macho aambiwi tazama, ila tu tunauundua kabla ya kuambiwa. Kikwete anatumika sana ikilinganishwa na Emmanuel Nchimbi, na hii inaonyesha vita vikali kati ya Samia Suluhu Hassan na Emmanuel Nchimbi. Ni vita vya kisiasa. Hapo ndipo tumefika kama Tanzania. Sijui kama wewe umeona hayo ambayo nimeyazungumzia, na kila wakati fuatilia kitu hiki, tutaendelea kufichua siri nzito kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika taifa letu la Tanzania. Hata penye tupo Mbeya tunashangaa, lakini tutaona kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Kabla niondoke rasmi, kama unatazama kwa mara ya kwanza lakini bado hauja subscribe, naomba uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kubonyeza alama ya like ikiwa haujabonyeza. Bonyeza hiyo alama ya like ili kuruhusu YouTube kuendelea kusambaza hii kanda kwa watu wengi kujua vita vya kisiasa ambavyo vinaendelea nchini Tanzania kati ya Samia Suluhu Hassan na Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais. Asanteni, tukutane baadaye.